na hapa tulikosimama ndio lango la wageni wote wanatoka na timu ya Simba nayo inatoka, na si vibaya kujumuika na Watanzania, kuwalaki wenzetu, kuwashangilia na kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Ni mtu wa ajabu pekee ambaye hataunga mkono jitihada nzuri zilizoonyeshwa na timu ya Simba. Tunapotazama mafanikio ya Simba, tunatazama uwekezaji wa fedha uliowekwa na wadau wa soka, lakini na serikali. Tunaangalia fedha ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa akiitoa, lakini pia tunaangalia uwekezaji kwenye miundombinu ya michezo iliyowekwa. Lakini kubwa zaidi kwa wale wasiojua, Tanzania tumepata nafasi ya kuandaa michuano ya Africa Cup of Nations ambayo yatatanguliwa na michuano ya CHAN. Kwa hiyo Simba anapofanya vizuri, sifa na heshima kubwa inakuja Tanzania, na hasa tukiwa kwenye maandalizi ya kuhosti michuano mikubwa kabisa barani Afrika, michuano ya African Cup of Nations na michuano ya CHAN. Kwa hiyo sisi tunawaombea Simba kila lenye heri. Simba anapochukua ubingwa, ni Tanzania inaandika historia ambayo haijawahi kuwa nayo kwa miaka zaidi ya 60 ya uhuru. Kwa hiyo ni lazima tuungane nao, kwanza kumshukuru Mungu kwa wao kufika hatua hii ambayo na sisi tulishawahi kufika, lakini cha pili zaidi ni kuwaombea sasa wapate nafasi ya kutoa ubingwa. Wakitoa ubingwa, kwa wale wasiojua, wanaipa changamoto Yanga ya kutoa ubingwa wa Afrika wa Champions. Kwa hiyo sidhani kama Yanga tunapaswa kuwa wanyonge, kwa sababu Simba akichukua ubingwa wa shirikisho inakuwa ni hamasa kwetu kwenda kuchukua ubingwa wa champion. Tukichukua ubingwa wa klabu bingwa, manake bado Simba anaendelea kuwa mtoto kwetu. Kwa hiyo sisi lazima tuwaombee Simba wachukue ubingwa wa shirikisho, ili na wao waje watuombee sisi tuchukue ubingwa wa klabu bingwa. Na Simba inapofanya vizuri ni sehemu ya hamasa kwa Yanga nayo kufanya vizuri. Ni shabiki maandazi tu ambaye atainunia Simba. Afu hata ukiinunia ndio tayari wameshaingia fainali.